Karibu usikilize dondoo maalum ya ujumbe wa Kwaresma mwaka 2025, tukiangazia sura ya 3, imani na jubilei ya mwaka 2025. Imani inatufanya kuwa watumishi. Imani ndiyo chombo pekee cha kuhesabiwa haki tunapomwamini Bwana Yesu Kristo, na ni kwa imani katika Kristo na neno lake tunaweza kumtumikia Mungu kwa ufanisi na kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hakuna njia nyingine ya kuwahudumia watu wa Mungu kwa utakatifu isipokuwa kwa kuliamini neno la Mungu. Imani itupatie majibu ya maswali yanayojitokeza: ninatoka wapi? Ninaenda wapi? Kwa nini nilizaliwa? Je, nafsi yangu haiwezi kufa? Nini kinatokea baada ya mimi kufa? Je, Mungu ananipenda? Kuna furaha kubwa na amani kuu katika kujua kwa uhakika majibu ya maswali haya. Imani itokanayo na maandiko matakatifu hutusaidia kujua maana halisi ya lengo halisi la maisha yetu. Imani itupatie tumaini tunalolihitaji ili kustahimili magumu. Mungu anatuhakikishia kwamba yuko pamoja nasi daima katika magumu yetu yote, na kwamba anatembea nasi na kuteseka pamoja nasi. Hivyo, mbele ya Mungu, mateso, ukosefu wa haki, magonjwa na kifo havikosi majibu. Kama vile mateso ya Kristo aliyoyapata kwa ajili ya mapenzi ya Baba wa milele yalivyoleta ukombozi kwetu sisi, mateso yetu leo tunayoyapata kwa imani yatakuwa nguvu ya mabadiliko katika maisha yetu, katika maisha ya wapendwa wetu na kwa ulimwengu mzima. Mateso huwa njia ya kufungua mioyo yetu kumpenda Mungu na watu. Kumwamini Mungu wakati wa mateso hutulinda dhidi ya kuvunjika moyo na kukata tamaa. Simameni imara katika imani. Ujumbe huu wa Kwaresma umeletwa kwako na Radio Maria Tanzania kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC.